Yesu jumlisha maombi na Yesu jumlisha zilo. Yes. Yesu jumlisha maombi ni sawasawa na zero. Jitihada yoyote ambayo inajaribu kuwekwa kumwelekea Mungu kutokea kwa mwanadamu ni zero, kwa sababu tatizo la mwanadamu sio kufanya kila ambacho Mungu anataka mwanadamu afanye. Tatizo la mwanadamu ni kuelewa kile ambacho Mungu anataka aelewe. Mwanadamu alianza kuelewa nje ya ukweli. Kwa hiyo kumbuka, kuelewa ni kuumba. Kwa hiyo alivyoelewa tofauti nje na Mungu, akaanza kuumba uhalisia nje na Mungu, akaanza kuumba uhalisia ambao ukaanza kutokelezesha matokeo ya wazo la asivyo Mungu. Ni kwa sababu kuna wazo la asivyo Mungu alilielewa. Sasa kule kuelewa ndo kulimfanya awe kwenye eneo la kuumba uhalisia wa alichokielewa. Haleluya! Kwa hiyo changamoto ya mtu sio chochote, changamoto ya mtu ni hajaelewa. Kule kutokuelewa ndo kunampa changamoto mtu, kunampa changamoto mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu anatakiwa apate utulivu wa kuelewa. Sasa anapoingia kwenye kutenda, once anapotaka kuanza kutenda kwa ajili ya aidha ampendeze Mungu, aidha Mungu aitikie, aidha hivyo, ndipo huwa ameenda mbali kabisa na ukweli wa Mungu, kwa sababu Mungu anataka mwanadamu aelewe, na kwa sababu anakuwa hajafikia kwenye eneo la kuelewa, hata kama akifanya chochote ambacho anaweza akafanya ni sawasawa na bure. Akitoa bila kuelewa ni bure. Akifanya chochote anachoweza akafanya kama hajaelewa ni bure. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa na cha muhimu kwa mwanadamu ni kuelewa. Ndo kumebeba kila kitu, ndo kumebeba matokeo ambayo hasa imani, na imani huja kwa kusikia. Kwa lugha nyingine, imani huja kwa kuelewa. Kwa hiyo kuelewa ndiko ambako hasa kunasababisha imani. Kwa hiyo bila kuelewa, na unagundua kuna kitu cha ajabu sana na kuelewa, kwa sababu kuelewa ni kuumba kile ambacho huyu mtu amekielewa. Ndio maana tunasema imani ni kuwa. Maanake kuwa, maanake ni uumbaji, kuwa. Kwa hiyo ule uumbaji unakuwepo tu kwa sababu ya kuelewa. Kwa hiyo kule kuelewa ndo kunaumba hicho ambacho kimeeleweka. Kwa hiyo kunakuwa na muunganiko wa moja kwa moja kati ya kilichoeleweka na kilichoumbwa baada ya kuelewa, kinakuwa ni kitu kimoja. Kunakuwa na muunganiko wa moja kwa moja. Haleluya! Kwa hiyo tuko hapo tunaendelea tuko kwenye kumalizia kuhusu somo letu la Pasaka ni Kristo, na tukaona tunapozungumzia Kristo, Kristo ni mwamini. Mwamini ndo Kristo. Mwaminiwa, mwamini amekuwa mwaminiwa. Kwa hiyo hakuna utofauti kati ya mwamini na mwaminiwa. Maadamu bado kuna fikra ya kuona tofauti kati ya mwamini na mwaminiwa, maana yake kwamba hapo kuna hali fulani ya kujiwilisha inaendelea kuwepo, lakini kimsingi kujiwilisha kule ndo anguko. Anguko ni kujiwilisha. Tunaposema Adamu alianguka katika dhambi, manake alianza kujiona yeye ni yeye na Mungu ni Mungu. Kwa hiyo akaanza kuona kuna gap kati yake na Mungu, akaanza kumwona Mungu kule na yeye huku, akaanza kuona huo tofauti. Kwa hiyo maana yake kuokoka, maana yake ni kujimojafya. Kuanguka dhambini ni kujiwilisha. Kwa hiyo lazima iwepo hali ya kujimojafya. Kujimojafya lazima kutokee, kwa sababu kujimojafya ndo kuokoka. Bila kujimojafya, maana yake hapo hakuna wokovu. Wokovu ni kujimojafya, ni kutoka kwenye kujiwilisha, kujiona katika uwili. Sasa Jumapili tuliona hapo vitu fulani kwenye
hali ya utengano, kwa sababu lazima iondoke hiyo hali ya utengano. Hiyo hali ya utengano inapoondoka, ndo hali ya kujimojafya inapokuwepo. Maana yake hizi hali mbili haziwezi zikawepo kwa pamoja kwenye wazo hilo hilo. Kwa hiyo ile hali ya kujimojafya inafukuza hali ya kujiwilisha, na ile hali ya kujiwilisha inafukuza hali ile ya kujimojafya, kujiona katika umoja, kwa sababu kujiona katika umoja ndiyo kuokoka. Kwa hiyo maadamu mfumo wa dini bado unajaribu kuwaelekeza Mungu mahala fulani, maana yake kwa lugha nyingine, dini inasisitiza anguko kwenye fikira za watu, haiwasaidii, ila dini inawapeleka mbali zaidi na Mungu, kwa sababu bado inawaonyesha watu Mungu aliye mahala, Mungu aliye nje yao, Mungu ambaye inatakiwa atafutwe, Mungu ambaye anatakiwa ufanye hiki na kile ili kuwini attention yake kukuelekea. Kwa hiyo maadamu bado aina hiyo ya mawazo bado yanasisitizwa, maana yake lazima uelewe kwamba hali ya anguko kwenye fikira za watu ni kubwa, na kwa sababu hata ukijaribu kuongea kinyume na hivyo, maana yake wewe unaonekana ndio umepotoka. Kwa hiyo mfumo dini unaendelea kusisitiza anguko kwenye fikra za watu, kwa sababu inajaribu kuwahubiria watu katika hali ya kujiwilisha, na inapokuwa inawahubiri watu katika hali ya kujiwilisha, maana yake wanatoka kwenye kujimojafya na kuona hali ya kujimojafya ni anguko, kitu ambacho sio kweli. Haleluya! Kwa hiyo tuliona Jumapili hapo kwenye eneo la kujimojafya kuwa kitu kimoja na Mungu. Tuliona vitu vingi na tukasema wakati mwingine hali ya kujiwilisha ni kitu cha ndani sana, ni cha ndani sana, ni kitu kinafanya kazi ndani, na pengine ule ufahamu wa kawaida wa juu unaweza usitambue. Haleluya! Ulishawahi kukaa mahala alafu labda kuna mlio fulani ukalia ghafla ukashtuka ujiwilisha hapo, yaani kuna hali ya utambuzi wa kujiwilisha kwenye mawazo hayo yaliyoshtuka, kwa sababu Mungu hashtuki. Na kwa sababu Mungu hashtuki, maana yake mimi ninaposhtuka kwenye chochote na kwa namna yoyote, kule kushtuka ile ni alamu inayonipigia kwamba niko separate, kwa sababu kama Mungu hashtuliwi na chochote, mimi nashtuka. Huoni kwamba hapo kuna separation? Kuna separation kubwa. Unaona, kuna siku moja nilikuwa nimekaa mahala fulani sana alamu bado kuna uwili hapo, yaani kuna hayo mawazo yaliyoshtuka hivi, ni kujiwilisha, kwa sababu Mungu hashtuki na chochote, hashtuliwi na chochote. Kwa hiyo unagundua kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakajaribu kuexpose hali hiyo ya kujiwilisha ambayo inaendelea ndani yangu. Hiyo hali ya kujiwilisha, sio nasema kwamba mimi na Mungu tuko wawili tofauti. Sasa achana na wale ambao bado wanalisitiza jambo hilo kama kuliona ni jambo la kiroho, kwamba mtafute Mungu, omba utukufu wa Bwana utashuka, omba uwepo wa Mungu utakuja. Achana na hawa ambao bado wanasisitiza huo ujiwilishaji, yaani wanafikiri kujiwilisha, kujiona tu mimi ni mnyonge na Mungu yuko mwenye mamlaka mahala, wanaona kama ni jambo ambalo sasa ndio kiroho. Achana na hivyo. Sasa manake hao bado wako mbali mno na ukweli, kwa sababu inatakiwa waone hicho wanachofikiri kuwa kiroho ndo upotofu, ndo kupotoka. Alafu sasa wakishaona kwamba huo ndo upotofu wenyewe, ina maana sasa ndo warudi wakae waanze kujifunza ukweli wenyewe wa mambo jinsi ambavyo uko. Unajua hali ya kupotoka iko kwenye mawazo ya watu. Hali ya kupotoka iko kwenye mawazo. Sasa watu wanashindwa kuona hali ya kupotoka iliyo kwenye mawazo ili waishughulikie, halafu wanafikiri pengine
upotokaji unakuja kutoka mahala fulani hivi, labda kuna lidude fulani hivi, lipepo lishetani ndo ni kama linabonyeza batani fulani, sasa ili ule upotokaji uje. Nakumbuka nilikuwa Geita nasoma form 6, tulimtembelea mama mmoja, alikuwa anasema yeye Mungu amemuita kuwa mwana maombi kwa ajili ya kuombea mji wa Geita. Akaanza kutuambia kuna nabii mmoja sio alitoka Dar kuja kuleta ujumbe kwa ajili ya Geita. Akamwambia pale Geita kuna lidude fulani hivi lipo limekalia anga kuhakikisha watu hawamuelewi Mungu. Kuna dude fulani hivi lipo hapo angani. Kwa hiyo yule mama akasema amepewa assignment kushughulika na hilo lijamaa. ili akishalipiga hilo lijamaa ndo sasa hali ya kuelewa itafunguka kwenye fikira za watu. Kwa hiyo yule mama yuko busy, yani kila siku kazi yake ni kushughulika na hilo lijamaa. Liko tu hapo angani, liko tu hapo tu kwenye anga, kwenye hili anga. Kumbe anashindwa kujua kwamba yani huo upinzani wa kuelewa uko ndani ya fikira zake mwenyewe, uko ndani ya fikira zake, na hali ya kuendelea kufikiri kuna dude fulani tu hapo angani. Anavyofikiri hivyo kwenye mawazo yake, maana yake fikira hiyo ndo huwa huyo mkuu wa anga ndo fikira zake. Kwa sababu sijajua watu hawasomi maandiko. Paul amesisitiza jambo hili. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 3 anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Sasa anasema tukiangusha, anasema hata kuangusha ngome. Anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kijiinuacho juu ya elimu ya Kristo, na kuteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa hiyo huyo mkuu wa anga anayezungumziwa hapa na Paulo ana expose hapa siri kubwa, anamaanisha kwamba huyo mkuu wa anga ni fikra, ni kitu ambacho mtu amekiamini. Kwa hiyo yale mawazo yanapoamini hicho ambacho yamekiamini, huwa yanatengeneza hicho. Kwa sababu kati ya mstari ambao watu wanaweza kukuambia kwamba kwenye ulimwengu wa roho hapo kuna wakuu wa anga, hapo kuna wakuu wa majeshi, watakupeleka moja kwa moja kwenye Waefeso 6 mstari wa 12. Anasema kwa maana kushindana kwetu sisi juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Anapozungumzia juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya, anasema katika ulimwengu wa roho. Hazungumzi ulimwengu wa roho kwa maana ya ulimwengu wa roho. Unajua watu wanachanganya sana, kwa sababu kwenye Biblia kati ya kitabu ambacho kimeelezea moja kwa moja kuhusu ulimwengu wa roho ni kitabu cha Waefeso. Ndo unakutana na hilo neno ulimwengu wa roho. Sasa kwa mfano ukisoma Waefeso 1:3 anasema atukuzwe Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kwa hiyo ana define moja kwa moja ulimwengu wa roho ni ndani ya Kristo. Kwa hiyo anatoa moja kwa moja definition ya ulimwengu wa roho. Lakini pia ukienda Waefeso 1:20 anasema aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Kristo, kumbuka Kristo anayezungumziwa hapa ni mwamini, ndo alifufuliwa. Kwa sababu tunajua tunapomwangalia Yesu katika jicho la Mungu, Mungu hajawahi kufa na hawezi kufa. Kwa hiyo aliyekufa ni mwamini, aliyezikwa ni mwamini,
na aliyefufuka ni mwamini. Kwa hiyo anaposema Kristo alipomfufua Kristo, anazungumzia moja kwa moja mwamini. Kwa hiyo mwamini ndipo amewekwa mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho. Ukienda Waefeso 2:6 anasema akatufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Anarudia tena. Kwa hiyo foundation ya maana ya ulimwengu wa roho kwa mujibu wa Biblia, ukiacha maana zingine, kwa sababu unajua watu wamekubali kuelewa maana ya ulimwengu wa roho kwa maana ya wanavyoelezewa na waganga wa kienyeji na wachawi. Wameacha Biblia, wameachana na Biblia iwaelekeze. Kwa hiyo Paul amezungumza ulimwengu wa roho ni ndani ya Kristo, umeketishwa ndani ya Kristo katika ulimwengu wa roho. Ukienda Waefeso 3:10 anasema ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo katika namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Sasa kumbuka, kuanzia sura ya kwanza, sura ya pili, sura ya tatu anazungumzia ulimwengu wa roho, anaudefine. Kwa hiyo Paul, kumbuka Biblia haikuandikwa kwa sura, imeandikwa tu kama habari inayoendelea. Kwa hiyo anaelewa Paul kabisa kwamba msomaji anayesoma kama amemaanisha kusoma ili aelewe kuanzia mwanzo, maana yake anapokuja kueleza kwenye hii Waefeso 6 kwamba kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Anajua kabisa, ameshakwambia hivi, katika ulimwengu wa roho ni ndani ya Kristo, na Kristo ni nuru. Maana yake hategemei tena, na ndani ya Kristo hakuna mapepo, hakuna wakuu wa giza, hakuna wakuu wa anga, hakuna chochote cha shetani ndani ya Kristo. Kwa hiyo Mtume Paul hategemei huyu mtu aanze kufikiria kwamba ni ndani ya Kristo hivi vyote anavyojaribu kusema hapa. Unajua watu wanafikiri Mungu anapigana na shetani. Mungu hapigani na shetani.